Katika kila kizazi, Mungu amekuwa akiita watu wake ili wamwabudu katika roho na kweli. Miongoni mwao ni familia ya waumini wa kundi la Goloka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, mahali ambapo upendo wa Kristo unaonekana na kudhihirishwa kupitia ibada, ushirika na huduma kwa jamii. Sasa ungana nasi katika safari ya kuelekea moja kwa moja mahali ambako kundi la Goloka linapatikana. Na hii ni barabara kwa wale ambao watapitia njia ya Mbagala, lakini hata wale ambao watapitia kule Kibada Kigamboni, bado njia hiyo itakuleta mpaka kituo cha Coasters, na hapo ndipo utapata njia inayoelekea katika kundi la Goloka. Na huku naenda kukuonyesha historia ya kundi, mambo yanayofanyika kundini na mipango ya kiutume iliyoko mbele kwa ajili ya kundi la Goloka. Bwana kubariki nasi, safiri nasi sasa. Asante. Kundi la Goloka ilianzishwa rasmi mnamo tarehe 1 Juni 2018 chini ya usimamizi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, likiwa chini ya uongozi wa mchungaji wa mtaa Pastor Hezron Mgwenya. Kundi hili lilianza na jumla ya waumini 11, ikiwemo watu wazima 6 na watoto 5. Kundi hili lilianzishwa kwa lengo la kueneza Injili ya milele na kuandaa watu kwa ujio wa pili wa Yesu Kristo. Kwa neema ya Mungu, kundi hili limeendelea kukua katika hatua kwa hatua, likijenga ushirika wa waamini wanaomwabudu Mungu kwa moyo wote na kulihudumia eneo la Goloka kwa mafundisho ya Biblia na matendo ya upendo kwa jamii. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji wa Utakaso TV na Goloka SDA Fellowship, hapa tupo katika kundi la Goloka linalosimamiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Kibada, na leo tunaenda kukuonyesha mambo mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyafanya katika kanisa letu. Katika kila ibada ndani ya kundi la Goloka, ibada zote huanza kwa utaratibu maalumu, kwa heshima, kumtukuza Mungu, na mara zote kila mshiriki ushiriki kwa moyo mmoja katika kumwabudu Muumba wa mbingu na nchi. Kupitia shule ya Sabato, washiriki hujifunza neno la Mungu kwa kina wakiwa pamoja, wakijifunza jinsi ya kuliishi katika maisha ya kila siku na kulishuhudia kwa wengine. Sambamba na hayo, watoto nao hujifunza visa vya Biblia pamoja na walimu wao, wakiwa na mioyo yenye furaha na kuchangamka mbele za Bwana. Kanisani kwetu hapa, maombi ni pumzi ya maisha yetu. Nyimbo za sifa huinua mioyo yetu kwa Mungu na kuimarisha imani zetu.
katika ibada zetu. Kila ibada ina nafasi ya kukutana na Kristo katika moyo wa kila muumini aliyejihuzurisha. Sisi tunathamini malezi ya watoto katika misingi ya Biblia, tukiamini kuwa wao ni viongozi wa kanisa la kesho, na hivyo kupitia mafundisho na programu mbalimbali tunawakuza watoto katika kumcha Mungu tangu utotoni, wakiwa watiifu kwa Mungu na mbele za wanadamu. Hapa tunampenda Yesu na kujifunza neno la Mungu na kuomba pamoja. Karibuni. Happy Sabbath. 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 Nawakaribisha sana katika ibada zetu za hapa Goroka kwa ajili ya kujihudhurisha na kuweza kumtambua Mungu kupitia maandiko matakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mtangazaji wenu Janet Judy Yakale, na hayo ni machache ambayo tumeweza kuwaonyesha tunayofanya katika kanisa letu, na Mungu awabariki sana sana sana.